usiku na mchana ndiyo kama bahasha au kifungashio kwa lugha ya kisasa, package ambayo usiku na mchana ukipita huwa unaondoka na mambo aliyoyafanya kila mtu. Mambo yako ya kila saa 24 ile siku ikimalizika basi inaondoka na uliyoyafanya ndani ya ile siku. Imesimuliwa kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, ma min yawmin jadidin tala'at alayhi ash-shamsu illa wa huwa yunadi, hakuna siku mpya yoyote inayochomozewa na jua kama huu mchana tulionao. Tangu jua lilipochomoza, usiku watu walikuwa wamepumzika wengine, lakini wengine usiku ndo wakati wa kuchakarika. Kila mtu na tabia yake na dili zake. Lakini Mtume anasema, ma min yawmin jadidin, hakuna mchana mpya, tala'at alayhi shamsu, unaochomozewa na jua, illa wa huwa yunadi, isipokuwa siku inanadi, inatoa tangazo. Hata kama hatulisikii, lakini lisanul hali inaonyesha siku inatangaza hivyo. Siku ikianza inasema hivi, ibna Adam, ewe mwanadamu, ana khalqun jadidun, mimi ni kiumbe mpya, wa ana ala amalika shahidun, na mimi nitakuwa ni shahidi kwenye matendo utakayoyafanya ndani yangu leo. Mimi mwenyewe siku ninashuhudia kila utakachokifanya. Faghtanim minni, basi nufaika nami, ewe binadamu nufaika na mimi. Mimi kule kuwepo kwangu hapa, wewe jitahidi unufaike na mimi, nikutunzie mazuri yako mengi kuliko mabaya, upate manufaa. Fa inni, kwa sababu mimi ni siku ndo inasema, fa inni lan auda ilaika ila an taquma saa, mimi nikiondoka leo hapa sitorudi tena kwako mpaka kitakuja kiyama. Kwa hiyo kila siku ni mpya. Leo tunasema tuko kwenye Jumapili, lakini Jumapili hii ni mpya ya kipekee. Ikiondoka hii haifanani na Jumapili zilizopita, wala haitofanana na Jumapili zitakazokuja. Kila siku inajitegemea, kwa sababu viumbe ndo wapo na siku zinajirudia rudia. Umri wa mtu unapungua kwa kuondoka siku yake moja moja. Alizaliwa akahesabiwa, leo ana umri wa siku moja. Siku zikifika 7 watu wanasema ana umri wa wiki moja. Sasa wiki 4 wanasema sasa hivi ana mwezi. Miezi 12 wanasema ana umri wa mwaka mmoja. Wanahesabu miaka, lakini miaka inaliwa na siku moja moja, na kila siku unabadilika. Unavyokuwa siku ya kwanza baada ya kuzaliwa, ukipata na siku ya pili mwili wako ushakuwa na mabadiliko. Wewe unakuwa huko kwenye growth process, unakuwa. Utakavyokuwa kwenye miaka 5 ya kwanza ni tofauti na utakavyoonekana miaka 10 baada ya miaka 5 mingine. Unabadilika. Kwa hiyo kila siku ya binadamu kwake yeye ni mpya. Ikiondoka inaondoka na yaliyojiri kwenye ile siku. Siku inakwambia wewe na inanambia mimi. Mimi ni kiumbe mpya, na mimi nitakuwa ni shahidi juu ya kila utakalolitenda leo ndani yangu. Kwa hiyo hebu jitahidi unufaike na mimi. Manufaa yenyewe ni kwamba uitumie siku yako kwa kufanya mema mengi, tena yenye thamani kubwa. Ile siku iwe inahifadhi mambo yako mazuri, na siku itakuja kuwa ni shahidi wako siku ya hukumu. Faghtanim minni, binadamu nufaika nami, mimi ndo nipo. Fa inni, kwa sababu mimi lan auda ilaika, sitorudi tena kwako, ila an taquma saa, mpaka kitakuja kiyama. Nikiondoka ndo nimeondoka, na nikiondoka naondoka na mambo yako yote uliyoyafanya leo. Mimi ndo nitakuwa shahidi. Kwa hiyo siku zishatupitia nyingi, siku zishashuhudia mengi, siku zimenakili mambo yetu mengi.
Kwa hiyo kama kuna mtu mwerevu anayeweza kupata wakati akajitathmini, mimi nishafanya lipi la maana, basi anapaswa azingatie hivyo vitu. Hiyo ndio hikima ya kuwapiwa usiku na mchana. Usiku na mchana ukipita, kuna rekodi ya mambo yako ya saa 24 inakwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, inahifadhiwa pahala maalum kwenye kumbukumbu zako. Siku utakaporudi unapewa daftari lililotimia, kila sekunde ya uhai wako uliitumiaje.